Kristo atutume tufanye nini? Kwanza nyie mnaoleta wagonjwa, muwe mnawaleta wagonjwa sio kwa kuwachelewesha nyumbani. Mambo ya kusema kwamba obusatu wa wahabi, ugonjwa wa maskini, chelewa utamkuta mtoto si wako. Tusiwacheleweshe wagonjwa kuwaleta hospitalini, la kwanza. Pili, mnapowaleta muwe na vitambulisho vya Katoliki, vya Katoliki. Mnakuja na kadi ya bima, hakikisha kadi ya bima inakaa na kitambulisho cha Ukatoliki au kitambulisho cha dini yake, ili anapokuja kuulizwa kusiwe na mashaka yoyote katika huduma ya kiroho na huduma ya kimwili. Zaidi ya hapo, mnapowaleta hapa, basi msingoje mmeletwa tarehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anaanza kutorola. Alikuwa nazungumuza, ningezungumza naye, akapokea sakramenti ya kitubio, akapokea ushauri akiwa bado ana akili yake timamu. Ameshadorola, ndio mnaniita kwa mpako mtakatifu. Lakini mimi siogopi mpako mtakatifu kutoa katika hali iliyo ya hatari ya kifo. Naomba pia wazee tunastahili kupata mpako wa wagonjwa kwa sababu natutia nguvu. Watu wanaotarajia kwenda kupasuliwa operation, inahitajika mpaka wagonjwa kwa ajili ya kutiwa nguvu. Na hata wagonjwa wengine ambao naona kwamba kweli na mhitaji Kristo, kwa sababu inakutia nguvu, inakutia matumaini. Na mwaka huu ukiwa ni wa yubile, miaka 2025, mahujaji wa matumaini, tuendelee kudumu katika matumaini ya Kristo na matumaini ya Mungu mponyaji. Basi nawaalika na mwatangazie na wengine kwamba ni jambo la muhimu kufika tu na kumtafuta Padre Chaplain. Kama sipo, namba yangu yuko pale ubaoni, mnanipigia, au katekista anayehusika na ni sister yuko pale, ili tuwahudumie. Tuko tayari masaa 24 kuhudumia kimwili, kiroho, kisaikolojia na kijamii. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Bwana awe nanyi, awalinde na kuwabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni kutangaza Injili ya Kristo katika matumaini na mapendo. Amen. Karibu katika makala fupi inayoangazia huduma zinazotolewa na hospitali ya Sengerema DDH almaarufu kama Misheni. Hospitali hii yenye umri zaidi ya miaka 60 inamilikiwa na Kanisa Katoliki Jimbo Katoliki la Geita na inajipambanua kwa kauli mbiu yake ya huruma na upendo katika kuwahudumia wagonjwa. Hospitali ya Sengerema ni nyumba ya matumaini na tiba. Safari ya huduma za kitabibu katika hospitali hii ya Sengerema DDH huanza katika hatua za mwanzo za kumpokea mgonjwa ili kufahamu shughuli mbalimbali za kitabibu hufuata kulingana na mahitaji ama tatizo la mgonjwa. Karibu Sengerema hospitali, idara ya mapokezi. Hili ndio lango kuu la kuingilia hospitali, na moja kwa moja kwa mgonjwa wa nje anatakiwa afike idara ya mapokezi. Kwa mgonjwa wa kwanza anapokuja kutoka nyumbani anafikia idara ya mapokezi. Hapa atasajiliwa na kutumwa sehemu husika kwa daktari. Mgonjwa atabainika kama na hali mbaya, moja kwa moja atapelekwa idara ya dharura. Kwa majina naitwa Leonard Nangale, ni afisa muuguzi msaidizi. Hapa ni triage, au kwa Kiswahili tunasema kama mgonjwa akifika anaanzia hapa huduma ya upembuzi. Akija kabla hajafika kwa daktari, akishafungua faili anafika hapa, tunampima
vipimo vya awali au vital sign. Tukishachukua vipimo vya awali, kwenye vipimo vya awali tunachukua msukumo wa damu, shinikizo la damu, upumuaji wake na joto lake. Tunamvalisha hichi chekundu, tunampa hichi kikadi chekundu, tunamvalisha mkononi. Hapa ukishamvalisha kama hivi, unamwambia sasa wewe inatakiwa uende dharura, unampeleka dharura. Atakaye kuwepo dharura, akishakaona tu akanajua kwamba maana hii kumpa kanani kekundu, kastika kekundu, maana yake huyu mgonjwa atakapofika hospitali ndani ya dakika 30 awe ameshapata huduma. Hii ya njano ndio ndani ya lisali moja atakiwa ameshapata huduma. Hii nyekundu ndani ya nusu saa awe ameshapata huduma. Lakini hii ya grey hii ndani ya masaa mawili. Hii ya kijani ndani ya masaa mawili. Vivyo kuna kingine cha blue ambacho ndani ya zaidi ya masaa mawili na kuendelea awe ameshapata huduma kwa hawa wagonjwa wa nje. Lakini huyu wa njano na nyekundu hawa ni wa dharura moja kwa moja. Akifika huyu mwekundu anaanza matibabu pale pale ndani ya nusu saa awe kashapata huduma. Lakini huduma nzuri huanza na mapokezi mazuri. Tunajitahidi kumfanya kila mgonjwa ajisikie yuko mikono salama. Tukianza katika hatua za kumsajili, tunamwelekeza mgonjwa katika huduma anayohitaji ili kuthibitisha msingi yake ya matibabu na kufikia uponyaji. Katika kila kona ya Sengerema Hospitali tunatumia miongozo, weredi, moyo wa kujituma kuwahudumia watu kwa upendo, ufanisi na uadilifu. Hivyo basi sera ambayo hutuongoza, sera ya malipo ya kidijitali kwa wagonjwa wote wa nje na wa ndani ambao watatakiwa kufanya malipo yao kwa njia rasmi, maana pesa inayotolewa mkononi haitambuliki katika huduma za Sengerema Hospitali. Kwa lengo la kuimarisha uadilifu na kupambana na vitendo vya rushwa, Sengerema Hospitali inatumia mfumo wa kisasa wa malipo kidijitali tu, kwa maana ya kwamba pesa mkononi haipokelewi. Huduma zote hulipwa kupitia njia rasmi. Kwa jina naitwa Leserian Saiguran, ni katibu wa Sengerema DDH. Majukumu yangu ya kila siku ni kuhakikisha shughuli zote za hospitali zinafanyika na kuendelea kadri jinsi zilipopangwa. Namsaidia mganga mfawidhi kuona kwamba shughuli za kila siku ikiwepo watumishi wapo na wanatimiza wajibu wao kwa mujibu wa taratibu na sheria za utumishi na kuzingatia miongozo ya Wizara ya Afya. Na pia ni kiunganishi kati ya mawasiliano, taasisi za serikali pamoja na hospitali, hata taasisi zingine za binafsi. Kwa hiyo tunatoa huduma kwa watu wa nje pamoja na wateja wetu kila siku ambao wanakuja kupata tiba katika hospitali yetu ya Sengerema. Utaratibu wa malipo uko wazi kabisa. Ni kwamba mgonjwa au mteja yeyote anayekuja kwetu kupata huduma ataandikiwa vipimo au huduma anayotakiwa kupata na atafanya malipo kupitia katika mifumo yetu. Tuna mfumo mzuri sasa hivi ambao mfumo wenyewe ule mgonjwa anapokuja kutokana na gharama zetu tulizozipanga unachakata malipo. Kwa mfano ameandikiwa operation, inajulikana operation kiasi gani. Kwa hiyo atalipa kadri ya huduma alizopatiwa. Na tunafurahi kwamba mgonjwa asitoe hela sehemu nyingine yoyote. Na pindi anapopata huduma na anapotoa hela, tafadhali apate risiti halali. Tuna mifumo mizuri ya kupokea fedha. Hatushiki hata sisi mifumo katika huduma zetu. Hatushiki hela kama watoa huduma. Wataenda kulipa katika benki ambayo kuna wakala sasa hivi wa mabenki ambao wako ndani ya hospitali. Kwa hiyo sambamba na mifumo tunaotumia kuchakata malipo, pia fedha zote zinakwenda kwenye benki ambayo ndio inasaidia katika kuendeleza shughuli mbalimbali za hospitali. Kwa hiyo tafadhali, kama ukipata huduma yako, lipa na upate risiti halali. Hiyo inasaidia kuendeleza hospitali. Utakapolipa nje ya utaratibu, kwanza unajikosesha haki, lakini la pili ni hujuma kwa hospitali ambapo itashindwa kuendeleza shughuli mbalimbali ya kuhudumia wananchi wote. Hiki ni kitengo ama idara ya mifupa.
tukikumbuka kwamba ajali, maumivu ya viungo, matatizo ya uti wa mgongo, yote haya huathiri maisha kila siku. Ndio maana Sengerema Hospitali ina timu ya kitaalamu chini ya daktari bingwa wa mifupa anayetoa huduma ya hali ya juu kwa wagonjwa hasa wenye matatizo ya mifupa na misuli. Mimi naitwa Dr. Eric Stahl. Mimi ni daktari bingwa ya upasuaji na mvunjiko ya mifupa. Nimefanya kazi hapa Sengerema kutoka mwaka 99. Alafu sasa hivi tumeanza kazi tena miaka mitatu na tunajaribu kusaidia hospitali kuboresha huduma ya ma-specialist. Sasa siku hizi tunafurahi, tumepata nafasi mwaka jana kujenga chumba ya upasuaji mpya ya kisasa. Alafu inasaidia kupeleka huduma mbele. Na sisi tuna uwezo sasa hivi kusaidia wagonjwa baada ya mvunjiko ya mifupa. Tuna vifaa nzuri, tuna mazingira nzuri kuwasaidia. Alafu huduma imepanda juu sana. Na siku hizi kazi kikubwa kwangu ni kuwahudumia wagonjwa ya mvunjiko ya mifupa. Kwa baadaye ni kusaidia hospitali kuendelea kupata ma-specialist zaidi. Mpaka sasa hivi tumepata uwezo kuwafundisha ma-specialist zaidi. Kuna ma-specialist 3 au 4 wameanza masomo sasa kuwa specialist kama physician, na kuna mmoja atakuwa pediatrician, na mmoja atakuwa surgeon, mmoja atakuwa daktari bingwa ya macho. Na ukiangalia miaka 5 mbele tutakuwa na ma-specialist zaidi. Alafu tunapenda pia kuboresha mazingira ya hospitali. Ujenzi ya mawodi tunajaribu kuziboresha. Wagonjwa wetu wanatofautiana. Kuna waliopata ajali, walio na magonjwa sugu ya mifupa kama arthritis, ama watoto wenye matatizo ya ukuaji wa mifupa. Tunachunguza na kutibu na tunatoa ushauri wa kuzuia matatizo ya baadaye. Mama huyu anatoa ushuhuda wa vile ambavyo alipata ajali na kuvunjika mguu wake mara 3. Alivunjika mfupa wa paja, akavunjika karibu na goti, lakini akavunjika chini ya mguu, lakini akavunjika eneo jingine kuelekea chini ya mguu. Kwa majina naitwa Sala Hamisi, natokea Nyeunge. Nawashukuru sana madaktari wa hapa pamoja na manesi kwa ujumla, walipambana kunipambania mimi niliyepata ajali. Ulikuwa ni mwezi wa 7 mwaka 2023 tarehe 28 nilipata ajali, na ilikuwa ajali mbaya sana. Ilikuwa ajali ambayo hata kwa mtu ambaye angeniona asingetarajia kama leo hii hata ningetembea hatua ndogo ndogo. Lakini Mungu alisaidia na madaktari wakubwa aliowaweka hapa Mission Sengerema walipambana juu yangu mpaka leo hii. Maana sikutegemea hata mimi kuwa leo hii ningeanza hata kutembea japo kwa hatua ndogo ndogo. Pia Mungu aendelee kuwatia nguvu, awape na moyo huo, waendelee kupambana na zaidi, wapate ujuzi zaidi ya huu waliokuwa nao. Sina mengi ya kusema, lakini ni madaktari ambao hata leo hii ninawapenda, na Mungu awaongezee zaidi madaktari kuliko hata hawa, waendelee kuwepo wengi. Nawashukuru sana. Mungu aendelee kuwatia nguvu, awape maisha marefu wanayo. Sasa hivi naanza hatua moja, nilianza hatua ambayo siwezi kutembea, lakini sasa hivi nilianza hatua ya kutembea na gongo, lakini sasa hivi na uwezo hata wa kuliacha, naweza nikatembea hata hatua mbali kidogo. Kazi ya matabibu ni kurejesha matumaini. Kila hatua ya uponyaji ni ushindi kwa mgonjwa, familia na jamii. Hiki ni kitengo cha upasuaji katika hospitali hii ya Sengerema Mission, almaarufu kama DDH.
Kila upasuaji unahitaji umakini na ufanisi. Tunajivunia kuwa na vifaa vya kisasa, timu bora na matabibu wa kitaalamu na uratibu wa kitaalamu ambazo hutufanya tujivunie huduma zetu za kitabibu. Lengo letu ni kurudisha afya ya mgonjwa kwa haraka na kwa ufanisi, huku tukihakikisha kuwa anapata huduma bora toka anapoingia kwenye chumba cha upasuaji hadi anapotoka akiwa na matumaini kurudi nyumbani. Mimi ni Jessica Stahl, mke wa Dr. Stahl, daktari bingwa ya upasuaji na mfupa na maajali. Na mimi pia ni jina langu ni Kamstra, mtoto wa Dr. Stahl aliyopata ajali na ndege. Dr. Kamstra, mimi ni mtoto wake. Kumbe moyo yetu iko hapa sana, na mimi ni nesi, niko hapa kusaidia wagonjwa hasa wanayohitaji upasuaji, walioungua. Tunasaidiana mambo ya kutibu pia wagonjwa wanayo vidonda mikubwa, na pia tuko sasa tumeanza kufikiri mwaka ijayo kujenga orthopedic clinic ya kutengeneza miguu bandio na vifaa vya viatu ya speciali. Kumbe tuko kwenye mawazo ya kuanza kujenga hiyo. Watoto wanapona haraka zaidi, mifupa zinaunga haraka, na pia tulikuta zamani tunaona watoto wengi wanayo matege, lakini sasa tumeanza kuanzisha na dawa. Kumbe unakuta watoto wengi wameanza kupona hata bila upasuaji, wakianza kutumia chakula nzuri ya lishe na madawa tofauti. Tunaona hata tunajaribu upasuaji ipungue, wapone bila upasuaji. Matabibu wa Sengerema Hospitali watahakikisha upo salama unapoingia, na timu yao iko hapo kwa ajili yako, na kila hatua itakuwa chini ya uangalizi wa madaktari wetu wa upasuaji. Kwa majina naitwa Kisinza Onesimo Maduhu. Ni kiongozi msimamizi wa kitengo hiki cha upasuaji. Na katika kitengo hiki cha upasuaji tunavyo vifaa vingi ambavyo kwamba vinatumika kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa wenye changamoto kubwa, na tunajitahidi kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mfano, kama sasa hivi hapa tunaweza tukafanya operesheni za mifupa ya kila aina, na madaktari bingwa wapo na wabobezi ambao kwamba wagonjwa hawana haja ya kwenda mbali sana, wanakaribishwa katika hospitali hii, ambao katika kitengo cha upasuaji madaktari bingwa atawahudumia vizuri mgonjwa, na hatimaye tumepata mafanikio makubwa, na majibu tunayowapata kutoka kwa wale tulioweza kuwahudumia wanafurahi katika huduma hii. Na vile vile tunao madaktari bingwa wa magonjwa ya wanawake, na operation nyingi za wagonjwa wa wanawake zinazohitaji huduma za kibingwa zinapatikana hapa, na matokeo kwa kweli ni mazuri. Wagonjwa wanaturudishia majibu, wanapona vizuri, na maendeleo kwa kweli yanakuwa mazuri. Na vile vile bado tunaendelea kupata madaktari ambao kwamba bado, kwa mfano, midomo wazi bado inafanyikia hapa. Mtu hana haja ya kwanza kutafuta hii huduma kwenda mbali sana. Hospitali hii inatoa huduma nzuri ya kuziba hiyo midomo wazi kwa kiwango cha hali ya juu sana. Tuna vifaa vya kisasa na teknolojia bora kabisa kuhakikisha upasuaji unakwenda kwa ufanisi. Lengo la Sengerema DDH ni kufikia viwango vya kimataifa katika kufanya matibabu kwa njia ya upasuaji. Ikumbukwe, wanawake ni msingi wa familia, jamii na kizazi kijacho. Katika Sengerema Hospitali tunaamini huduma bora kwa mwanamke ni uwekezaji kwa afya ya jamii na kwa upande wa taifa. Uzazi ni hatua muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu, na hapa Sengerema Hospitali tunahakikisha kila mama anapata huduma, na kila mtoto hata kama alizaliwa kabla ya muda anapata huduma bora zaidi za kiafya. Kwa majina naitwa Laurencia Daudi Nyanzandoba. Ni afisa muuguzi, lakini pia ni kiongozi wa wodi ya wamama ya kujifungua. Hapa kwenye kitengo chetu cha
wamama kujifungua, tunashughulika na wamama walioko kwenye uchungu, lakini pia wamama wenye changamoto wakati wa ujauzito, labda wanamwagika damu, wanamwagika maji, pia tunawapokea na kuwahudumia kwenye kitengo chetu. Mama mwenye aliyeko tayari kujifungua, yani mama aliyeko kwenye uchungu, tunampokea kwenye hatua zake za mwanzo, tunampima, tunamshughulikia, akisha kujifungua tunakaa naye saa 1 mpaka 2, lakini tunampeleka kwenye wodi ya kupumzika kama hata kwa amepata changamoto wakati wa kujifungua. Tunampeleka kama atakuwa amepata changamoto wakati anajifungua, tunampeleka wodi ya maternity ambapo anaweza kupata uangalizi wa karibu pamoja na matibabu na vipimo vingine vya muendelezo. Lakini kama atakuwa amejifungua kawaida na mtoto yuko sawa sawa, anaenda wodi ya kupumzika ambao kutakuwa na nurse pia anawaangalia na kufanya postnatal care ambayo ni huduma ya baada ya kujifungua.